Karagwe Diocese. Hali gani popote pale ulipo? Mimi ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nimerudi kwako kwa ajili ya kuzungumza tena na Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. So nafahamu si mwingine ni Baba Askofu Daktari Benson Kalikawe Bagonza, ambaye kimsingi tuna siku nyingi sana hatujazungumza kwa kweli, na leo tunatamani tuzungumze ikiwa tunaelekea uchaguzi mkuu, na tutakwenda kuzungumzia kidogo tu kuhusiana na maoni yake kuhusu uchaguzi mkuu unaokuja Oktoba 29 mwaka 2025. Baba Askofu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya siku nyingi na unaendeleaje? Namshukuru Mungu nipo. Nimepita kwenye tanuru na majaribu baada ya kupata misiba mikubwa. Nimempoteza baba yangu mzazi, Pole. Mzee Bagonza. Pole. Nikampoteza dada yangu mkubwa ninayemfuata, dada Dora, katika wiki moja. Na hili limenifikirisha sana, lakini napenda kuchukua nafasi kuwashukuru watu wote kwa upendo, kwa faraja, kwa rambirambi, kwa kuwa nasi pale nyumbani kumfariji mama yetu ambaye amebaki. Na ninamshukuru Mungu, baba yangu ameitwa mbinguni na dada yangu ameitwa mbinguni. Ninasema ni mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kumwazia Mungu kwa upumbavu kama alivyosema Ayubu. Pole sana, na kila mtu anaitwa kwa wakati wake. Wakati sisi uko nje watu wanajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 29 mwezi Oktoba, kuna mengi sana yameendelea. Na kimsingi tangu tumezungumza Baba Askofu, tangu tukiwa na wewe kwenye interview, yapo mengi sana ambayo yameshaendelea katika nchi hii. Umeona mwenyewe kulikuwa na campaign na sasa hivi bado zinaendelea. Na kuna matukio kadha wa kadha ambayo kimsingi yameendelea. Yako matukio yanayofurahisha baadhi ya watu na yanayohuzunisha baadhi ya watu. Hatuwezi kuwa katika level moja kwa wakati mmoja. Sasa tunatamani kusikia neno lako katika kipindi hiki wakati tunaelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Karibu. Asante sana. Kwanza wiki hii hapa kwetu Karagwe kuna mambo mawili yatatokea. Jambo la kwanza, tunampokea mgombea uraisi wa Chama cha Mapinduzi, dada yangu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anakuja hapa kwetu Karagwe. Tunamsubiri kumpokea na kumsikiliza. Lakini jambo la pili, wiki hii pia ni wiki ya kukumbuka, kumkumbuka baba yetu wa taifa. Tunaita Nyerere Day. Tarehe 14 mwezi wa 10 kila mwaka tunamkumbuka baba yetu wa taifa. Na bahati mbaya ndio siku ya kuzaliwa kwa baba yangu. Kwa hiyo baba yangu angetimiza miaka 86 wiki hii tarehe 14 mwezi wa 10. Sasa kwa yote mawili tunapomkumbuka baba wa taifa, na sisi watu wa Karagwe tunampokea mgombea uraisi wa Chama cha Mapinduzi. Ninajaribu kutengeneza connection ya haya mambo mawili. Sisi kama taifa hatuna msingi mwingine. Hawa wote wanaokuja wanajenga juu ya msingi ule uliowekwa na baba yetu wa taifa. Kwa hiyo ukizungumzia utu, ukizungumzia taifa, ukizungumzia umoja, ukizungumzia mshikamano, ukizungumzia msimamo wa haki usiotetereka, kuthamini utu wa mtu, yote haya hakuna msingi mwingine, ni baba wa taifa. Kwa hiyo tunapomkumbuka na wakati wote tunampokea mgombea wetu wa uraisi, Rais Samia,
ni muhimu sana na kukikumbusha Chama cha Mapinduzi kama kwamba kimeshikilia mustakabali wa taifa letu. Ninatamani kumsikia Rais Samia aongee kama mgombea, asiongee kama rais. Aongee kama mgombea, ajenge matumaini ya Watanzania kuona kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Mambo yanayoendelea wakati kampeni zinaendelea yanatia mashaka sana. Yanatia mashaka sana. Kwa hiyo kuna watu ambao mimi ninaelekea kukubaliana na baadhi ya wasemaji. Nimemsikia Christopher Ole Sendeka. Mimi naamini haya yanayofanyika hayana mkono wa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, Rais Samia. Hivi vituko vya utekaji, vitendo vya kukamata watu, kutesa watu, kubambikiza watu kesi, hivi vitendo vinaharibu ladha ya kampeni. Vinaharibu ladha ya kampeni. Kwa hiyo ningetamani kumsikia mgombea wetu avikemee, kwa sababu yeye ndiye mshikadau namba 1 wa taifa hili tunalolizungumzia. Avikemee. Unajua haya mambo mengine yaliyoko kwenye Irani yanatekelezeka. Yanatekelezeka kukiwa na amani. Yanatekelezeka kukiwa na haki. Kwa hiyo mambo ya Irani atuache, tutasoma, tutawasikiliza wagombea wengine. Lakini yeye ajikite zaidi katika kuwajengea matumaini wa Tanzania. Watanzania hawa wananyanyaswa na vitendo vya rushwa katika taifa letu. Juzi hapa nilikwenda mkoa mmoja, nikapita kaenda mahakamani, nilikuwa nahitaji kumuona rafiki yangu mmoja. Viwanja vya mahakama sasa vimejaa madalali wa kupokea rushwa za mahakimu, za nini. Ukienda ofisi za serikali, sasa udalali unapigwa katika ofisi za serikali. Yaani kuna watu maalum wa kupokea rushwa za kuwapelekea maofisa. Watanzania wanataka haki. Mtu mnyonge wa kawaida kabisa asiye na kitu anatamani aishi katika taifa ambalo anaweza kutetewa akapata haki yake. Sasa mimi kwangu hiyo ndio ingekuwa Irani ya uchaguzi. Sasa kabla hatujafika mbali sana katika swala la haki, la amani, umezungumzia vituko vingi ambavyo vinaendelea, na tumeona kwamba kampeni zinashika kiwango cha juu sana kuliko namna ambavyo haya matukio yanakemewa na yanafuatiliwa. Unahisi ni kwa sababu wagombea wako busy sana kwenye kampeni, kwa hiyo wanaona hilo watalishughulikia labda baadaye baada ya uchaguzi? Mimi sijui, sitaki kujiweka katika nafasi yao kuwajibia katika hili swali uliouliza, lakini mimi ningesema kwanza Watanzania waende kwenye kampeni, wawasikilize, na kwa njia hiyo wataweza kujua msimamo wa wagombea. Lakini jambo la pili ningependa kusisitiza, watu wasilazimishwe kutopiga kura. Yaani asitokee mtu anayekwenda kulazimisha watu wasipige kura. Na kinyume chake? Kinyume chake. Usiwalazimishe kupiga kura na usiwalazimishe kutopiga kura. Mimi kwangu swala la kupiga kura ni swala la kiroho. Swala la kiroho. Nimezungumza kanisani kwamba ukisema kumchagua rais huyu ndiye mwenye uwezo wa kuweka sahihi mtu afe, akafa. Kwa hiyo mtu wa kupatia madaraka hayo makubwa yenye uwezo wa kuondoa uhai wa mtu, kwangu ni swala la kiroho. Kwa hiyo mtu asilazimishwe ampigie au asilazimishwe asimpigie. Mtu aongee na dhamiri yake, aongee na Mungu wake ikiwa ni sahihi kufanya anachotaka kufanya. Tunazungumzia mbunge, kumchagua mbunge. Mbunge huyu ndiye anakwenda kutunga sheria. Sheria mojawapo ni ya kumpa rais madaraka ya kuua mtu. Kwa hiyo huyu mbunge ana madaraka kuliko rais, kwa sababu anamtungia sheria rais. Huyu mbunge anamtungia sheria rais atakayoitumia kunyonga mtu au kusamehe mtu. Kwa hiyo huyu mbunge kumchagua ni swala la kiroho. Kwa hiyo mtu asilazimishwe kumpigia mbunge
na wala asizuiwe kumpigia mbunge. Ili kwangu ni swala la kiroho. Tumekuona mara nyingi sana ukiwa muumini, naweza kusema mwaminifu wa haki, lakini wa amani. La msingi ukiwa unatanguliza haki. Umehubiri sana haki. Kuna kilichobadilika huko nje? Na kama mabadiliko yapo ni katika hasi au katika chanya? Karibu. Nafikiri hakuna mabadiliko yanayoonekana. Ujumbe wangu mara nyingi kila nilipoongea nilisema turudi mezani, tuchore ramani upya, tuanze upya, nikiwa na maana kwamba tuingie katika maridhiano. Baadhi ya watu wamenibeza kwamba maridhiano ya kitu gani, sijui kitu gani, ngoja tusubiri uchaguzi uishe halafu ndipo tutafanya maridhiano. Wanasahau maridhiano kabla ya uchaguzi yanaweka msingi wa maridhiano baada ya uchaguzi. Kuruka maridhiano kabla ya uchaguzi ukisubiri kufanya maridhiano baada ya uchaguzi unakosea sana, kwa sababu katika nchi ambazo mimi nimesoma swala hili la maridhiano baada ya kosa kutendeka, baada ya mambo kuharibika. Kwa mfano, watu wameuawa, wametekwa, wamepotea, hata makaburi yao hatuyajui. Kwa mfano, ukisema maridhiano baada ya uchaguzi, hakuna unachoweza kumridhisha mtu ambaye amempoteza mwenzi wake. Huwezi kurudisha ule uhai. Lakini kama ni swala la mtu amenyang'anywa mali, amefilisiwa, maridhiano manake ni kumfidia. Hata Mheshimiwa Rais wetu Samia katika awamu iliyopita kuna watu walipoteza mali zao. Alipoingia kwenye maridhiano, alifanya jambo jema la kiungwana. Akawarudishia mali zao. Mali zinarudishwa, lakini uhai je? Nilishiriki kwa kuhudhuria wakati ule wa Truth and Reconciliation Commission ya South Africa akina Baba Askofu Tutu. Siku moja sitaisahau, huyu mama ambaye alikuwa na mtoto mmoja pekee ameuawa na makaburu. Sasa ile tume ilipoundwa ya maridhiano, mama akaja kukutanishwa na askari aliyemuua mtoto wake. Unajua mama alisema nini yule? Alisema, haki kwangu mimi, Mungu alinipa mtoto mmoja. Sasa huyo askari aliyeua mtoto wangu, nataka awe mtoto wangu. Yaani haki pekee ninayoitaka, huyu aliyemuua mtoto wangu awe mtoto wangu. Akamkumbatia. Sasa vitendo hivi vya kupoteza uhai wa watu, kuwatia vilema, kuwapoteza, maridhiano baada ya uchaguzi hayawezi kusaidia. Kwa sababu nimeona maridhiano, watu wengi tunapozungumzia maridhiano baada ya uchaguzi ni ya kubali yaishe, basi tuanze upya. Hivyo tu. So simple. Sasa hiyo haiwezi kusaidia. Haiwezi kusaidia kwa sababu maridhiano baada ya tendo kutendeka wakati mwingine ni in the form of justice. Tumeona Gachacha pale Rwanda. Maridhiano baada ya genocide ilikuwa ni kwamba wale waliofanya yale mambo wachukuliwe hatua za kisheria. Sasa hiyo haitibu. Hatua za kimahakama mara nyingi hazitibu, hazimalizi vidonda. Ndio maana wengine tunatamani yangefanyika sasa, hata mazungumzo ingesaidia kuzuia baadhi ya mambo yanaendelea. Sasa unaona watu wanaokotwa kama senene, mara huyu kachukuliwa usiku, huyu kachukuliwa usiku, yule kachukuliwa wapi, hajulikani yuko wapi. Haya mambo sio mazuri hata kidogo. Yataacha vidonda hata baada ya uchaguzi. Mimi ninatamani kusikia neno lako katika hilo swala ambalo umelishuhudia mwenyewe kwamba wanaokotwa usiku, wamelala, wanakuja kwako, wanakuchukua. Yawezekana hawajatumwa na yeyote, wameamua tu wakuchukue na hatujui sasa waliko kupeleka. Mpaka tunasahau. Kadri siku zinavyosogea tunasahau. Yeah. Sasa ninatamani kusikia neno lako. We just have 1 week left. Tuelekee katika sanduku lile. Unafikiri hii inaweza kutosha katika kurudi mezani tukafanya maridhiano ya namna ya kufanya? Mimi niko kwenye rekodi. Nimeanza kusema turudi mezani muda mrefu, nikapuuzwa. Nikapuuzwa. Sasa muda uliobaki pengine hausaidii kurudi mezani. Kila mtu sasa ameshapata kichaa cha kwenda kupiga kura au kwenda kutopiga kura. Haiwezi kusaidia. Lakini kinachoweza kusaidia sasa ni hawa wanaoteka watu. Naamini hawatumwi na rais, hawatumwi na serikali. Serikali wakemee. Kwa sababu serikali ina wajibu wa kulinda
uhai na usalama wa watu. Kama wanatumwa na serikali, serikali iache, kwa sababu vitendo hivi vinapunguza heshima, mapenzi, upendo, kura za yule wanayetaka apigiwe kura. Sijui kama hesabu yangu yanakaa vizuri. Yes. Kama wanaofanya wanajitumwa, wasimamishwe, wakomeshwe. Kama wametumwa, waache, kwa sababu haimsaidii mgombea wetu. Okay. Yaani ukimteka ndugu yangu, na unafahamu network zetu, ukimteka ndugu yangu akapotea, tukakaa wiki nzima hatujui yuko wapi, tunaweza kumpigia kura anayepambaniwa kura zake ziongezeke? Maybe no. Yeah, it's just a simple logic. Kwa hiyo mimi naweza kusema wanaoteka, kama hawajatumwa na serikali, wanaoteka wanamhujumu Mheshimiwa Rais. Wanaoteka wanamhujumu Mheshimiwa Rais. Wanazidi kufanya swala la kuongoza nchi liwe gumu. Wanamhujumu. Baba Askofu, huku mtaani kwetu mimi ninakoishi, watu sasa hivi hawaongei, hawafurahi, hawachukii, hawajui hatima yao ni nzuri au ni mbaya. Kila mtu ameamua kuweka maji kinywani bila kuyameza au kuyatema, ili asikereketwe, ulimi ukafanya yake, alafu kwa kuogopa kwamba anaweza kuokotwa naye usiku. Hii inamaanisha nini na inatuma ujumbe gani tunapoelekea uchaguzi mkuu? Inatuma ujumbe mmoja kwamba hakuna aliye salama. Wenye vijimaneno kama sisi hatuko salama. Mlio kimya kama nyinyi hamko salama. Mtakao kaa ndani na kukaa kimya hamko salama. Watakao toka kwenda barabarani hawako salama. Sasa hii nchi ni ya nani? Kama wanaosema hawako salama na walio kimya hawako salama. Inamsaidia nani? Inamsaidia nani? Watu wajitokeze waende wakamsikilize Mheshimiwa Rais. Mgombea wetu wamsikilize. Waone kama watajengewa matumaini ya kesho. Kwa sababu hapa tunazungumza habari ya kesho yetu. Na mimi nimekuwa nikisema tena kwa uangalifu lakini na unyenyekevu. Mimi ninapenda hii miradi ya kimkakati. Barabara, mahospitali, mashule. Ni miradi mizuri. Lakini bila watu kuwa huru, kujisikia salama katika nchi yao, hii miradi inakuwa ina maana yote. Na baba wa taifa aliwahi kusema hivyo. Mnaweza mkawa na majengo marefu, mnaweza mkawa na barabara nzuri, mnaweza mkawa na, lakini mtu akisikia hodi mlangoni kwake anaanza kusema Mungu wangu, sasa nini kinachotokea? Kwa hiyo mimi ningetamani wanaofikiri kura za Mheshimiwa Rais zitapatikana kwa njia ya kuteka watu, kwa njia ya kunyamazisha watu, kwa njia ya kutisha watu, wanakosea sana. Wanamkosea sana Mheshimiwa Rais. Wanamhujumu kwa kufikiri kwamba wanamsaidia. Watanzania hawa ninaowafahamu wanapenda uhuru, wanapenda furaha. Na katikati ya uhuru na furaha wako tayari kumchagua Mheshimiwa Rais. Nimesoma moja ya maandiko yako, kuna mstari ule unasema Oktoba 29 kila mtu ataandamana. Kuna atakayeandamana kwenda kwenye sanduku pale kupiga kura, kuna atakayeandamana kukaa ndani. Kuna ambaye hajui yani cha kufanya. Sasa ninalirudisha kwako. Ukiulizwa au kama wewe ungekuwa na uwezo wa kusemea watu wengine, ungesema Oktoba 29 watu wafanye nini? Tarehe 29 ni siku ya uchaguzi. Niliwahi kusema huko nyuma kwamba tendo hili ni la kiroho. Mtu amuulize nani? Amuulize Mungu wake. Asimsikilize kiongozi wa dini, asimsikilize mwanasiasa, asimsikilize mpiga ramli, asimsikilize polisi, amuulize Mungu wake afanye nini tarehe 29. Baada ya kuwasikiliza wagombea wote, madiwani, ubunge na Mheshimiwa Rais, wagombea wa urais, amsikilize Mungu, amuongoze cha kufanya. Nilichokisema juzi, nilisema kama njia tu ya utani, napenda sana utani, unafahamu. Nilisema tarehe 29 kila mtu ataandamana.
Wako watakaoandamana kwenda kutiki, wabarikiwe. Wako watakaoandamana kwenda kutotiki, wabarikiwe. Wako watakaoandamana kukaa nyumbani, kutafakari, kushangaa, kufanya vyote watakao wanafanya. Nayo ni maandamano. Lakini wako watakaoandamana wa vyombo vyetu, watakaoandamana kwenda kuwazuia wanaokataa kutiki. Na kwa kufanya hivyo wanawazuia hata wanaotaka kutiki. Mzee mmoja aliwahi kuuliza, katika uchaguzi wa kisiasa vyombo na mabunduki na mabomu vinakwenda mitaani kufanya nini? Ni vya nini? Kwa sababu mimi natoka na kwenda kupiga kura, nataka kutiki, na sitaki mtu anizuie kutiki. Alafu nakutana na maskari na mabunduki na manini. Sasa najiuliza, hao wamekuja kuniwezesha nitiki au wamekuja kunizuia kutiki? Narudi nyumbani bila kutiki. Ya, sasa mimi nataka kwenda kutiki, wewe unakuja na mtoto wa bunduki. Okay. Wewe unakuja na mtoto wa bunduki, unataka nifanye nini? Basi nenda kanitikie, mimi narudi nyumbani. Kwa hiyo mimi nafikiri matumizi ya vyombo katika swala la uchaguzi ni makosa. Ile linahitaji likemewe, ni makosa. Ili ni zoezi huru la kiroho. Acheni Watanzania wabubujike. Acheni Watanzania wabubujike. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Kuna maisha. Sasa mabunduki, mabomu, washa, vitisho, vya nini? Hivi unajua Watanzania hawa wanapenda kupiga kura. Watanzania hawa. Tena baada ya kuwa wamevaa kanga, wamekula ubwabwa, umefanya, wanapenda kwenda kupiga kura. Sasa wewe unawaletea mabunduki ya nini mtaani? Yes, mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese. Tuko na mazungumzo na Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Na tunaendelea kuzungumza tu kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hapa ndipo wananchi wana mamlaka sasa ya kumchagua ni nani ambaye wanamtaka ili akawawakilishe katika mambo mbalimbali. Na Baba Askofu, ni swali tu la ufahamu. Kwa mara ya mwisho tuliona kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kwamba umetishiwa. Kuna vitisho fulani. Sasa haujawahi kutokea hadharani, japo umeandika kuhusiana na hilo jambo. Kuna wakati unaweza kulihusianisha kivyo vyote vile na serikali au na watu binafsi au na haya yanayoendelea ya watu kuokotwa na kupotezwa? Mimi siamini kwamba serikali inaweza ikatuma mtu kuja kumdhuru Askofu Bagonza kwa maoni anayoyatoa. Kwa sababu maoni anayoyatoa, kila mtu ana maoni. Kila mtu ana maoni na hakuna anayezuiwa kutoa maoni yake. Wabaya ni wale wanaozuia wengine wasitoe maoni. Lakini nchi hii ina uhuru wa kutoa nini? Wa kutoa maoni. Kwa hiyo siamini kwamba wanatumwa na serikali. Ni watu tu wanapenda kujipendekeza, waende wamzuie Bagonza, bwana mkubwa fulani waone, awashukuru. Hata wiki hii wamekuja watu, sikutaka tu wamekuja watu na gari lenye namba nyeupe, zinafikiri haya magari ya vikosi maalum. Kuna vikosi kazi vinaendelea. Kwanza hii swala lenyewe, tuko kwenye uchaguzi alafu vikosi kazi viko kazini. Na nyewe sio sawa. Ni kuingilia mchakato wa kidemokrasia. Yaani mchakato wa kidemokrasia wa watu kutafuta kushiriki, alafu vikosi kazi viko kazini vinanyakua watu kama senene, sio sawa. Sasa na mimi walikuja kuna mlinzi wangu mmoja, walikutana naye, wakasimama wamevaa miwani mieusi, wakadai kwamba wananitafuta, wana parcel yangu wanataka kunipa. Mlinzi akasema mimi askofu sijui iko wapi. Wakatoka wakampa fedha shilingi 100,000 ili awasaidie kuwaonyesha askofu yuko wapi. Akakataa zile fedha. Alikuja kuniambia baadaye. Wakaondoka na gari lenye namba, hakuchukua namba za ila nakumbuka SK, namba nyeupe, lakini namba ambazo ni za vikosi maalum, vikosi kazi, sijui nini. Siwezi kujua. Hiyo parcel sijaipata mpaka sasa. Hawajamwachia mlinzi. Na hawajamwachia mlinzi, hawajafanya nini, sijaipata. Baadaye nimesikia
viji maneno hata uko ndani sijui vya nini, Bagonza adhibitiwe sijui nini sijui. Ninachojaribu kusema ni kwamba katika mchakato wa kidemokrasia ni makosa kuzuia watu kutoa maoni yao. Acheni watoe maoni. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inampa uhuru mtu kutoa maoni. Lakini tumeshuhudia haya maoni yakitolewa, wanaoyatoa mara nyingi hatuoni kama wakiwa safe. Yeah. Again, mimi ninaamini ili sio swala la msimamo wa serikali. Yes. Ni msimamo wa machawa, msimamo wa watu wanaopenda kujipendekeza kwa wakubwa, wafanye hayo mambo ili wasifiwe. Lakini wanawaharibia hao wakubwa. Ukiua mtoto wangu, ukamteka akafa, mimi siwezi kusema kwamba wewe uliyemuua ndiye umemuua. Haraka sana wao wanazipeleka kwa wakubwa nini? Wa serikali. Kwa hiyo wanawaharibia watu wa serikali. Baba Askofu, wakati tunaelekea na mwisho kabisa mwa mazungumzo yetu, na napenda kukushukuru sana kwa kutupatia nafasi hata katikati ya misiba, lakini umetupatia nafasi ya kuzungumza na sisi na Watanzania wengi ambao wanatufuatilia kupitia ELCT Karagwe Diocese ambayo inapatikana kwenye YouTube, lakini katika mitandao mingine ya kijamii. Ninapoelekea mwishoni kabisa, ninatamani kusikia kutoka kwako, ni kiongozi wa namna gani kwako ambaye unafikiri anaweza kuwa kiongozi bora kwako au kwa Watanzania? Ninamfahamu kwa kiasi fulani Mheshimiwa Rais wetu Samia. Ni rafiki yangu, tumekuwa karibu, amenisaidia binafsi. Nimempa maoni, ameyapokea na kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kwangu mimi Rais Samia kwa moyo wake, ukiuchunguza moyo wake, kama mtu binafsi hana tatizo. Lakini ukimchanganya na mfumo unaomzunguka, na unajua hakuna mtu asiye na uhuru. Kama tunazungumzia habari ya watu kuwa uhuru, rais hana uhuru. Rais ni mateka. Rais katika mfumo wetu wa kidoradora, kijerajera, rais inahitaji awe mkorofi. Kama alivyokuwa baba wa taifa, nifanya kazi karibu naye, ni mkorofi. Kama Magufuli alikuwa mkorofi wa kuweza kupenya katika huu uzio anaowekewa ili kuweza kupata maoni ya watu na kuweza kuwazungumzia watu. Kwa hiyo mimi kiongozi naye muona anafaa. Ukiniuliza, taifa letu ni la mchanganyiko wa watu wa vyama mbalimbali, dini mbalimbali, hali za kiuchumi mbalimbali. Tunahitaji kiongozi aliye tayari kupokea maoni na kuheshimu tofauti zetu. Hii drive, mwendo kasi tunaopelekeshwa wa kutaka watu wote wafikiri kwa njia moja. Hebu niambie, maeneo mengine yote tumekubali ushindani. Ya Tanzania ina Precision, ina Jetlink, ina Oric, si ndio? Mwendo kasi, kuna daradara, kuna mwendo kasi na watu wengine wameruhusiwa kuweka. Unasikia? Kila mahali kuna ushindani. Kwa nini kwenye siasa? Kwenye siasa tunaua ushindani kubakiza monopoly ya chama kimoja. Kwa sababu gani? Haina faida kwa yote. Okay. Na unaona sasa, pengine nimalize na hili. Hayati Magufuli aliimarisha upinzani bila kujua. Hayati Magufuli, Mungu ampumzishe, aliimarisha upinzani, uliimarika sana katika kipindi cha Magufuli. Siku moja nilitumwa kwenda Iringa. Kulikuwa na mkutano wa watu wa Chadema, lakini nikasaidiwa kufika Iringa. Nilipofika Iringa nilishangaa sana kukuta wanawake wa Chadema toka nchi nzima wamekodisha mabasi. Hakuna hela, hakuna mtu aliyewapa. Wamejikodishia mabasi kwenda Iringa. Nikasema huu upinzani umekuwa bila kujua chini ya Rais Magufuli. Chini ya Samia kwa miaka yake 4.5 amefanikiwa kuimarisha upinzani ndani ya Chama cha Mapinduzi.
And what do you mean? I mean, mimi ninaona kuna upinzani mwingi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Okay. Kwa sababu ametumia nguvu nyingi sana, serikali yake imetumia nguvu sana kuua upinzani. Ilipoua upinzani, ule upinzani ukahamia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Upinzani ndani ya Chama cha Mapinduzi sasa ni mkubwa na ni hatari. Rais atakuwa salama endapo ataruhusu upinzani nje ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu upinzani nje ya Chama cha Mapinduzi unakifanya Chama cha Mapinduzi kiungane kukabiliana na mpinzani aliyeko nje. Kama hakuna mpinzani nje, wanaanza kupingana wao kwa wao ndani. Ndicho ninachokiona. Kwa tunahitaji kiongozi anayefaa kwa taifa letu ni yule mwenye uwezo wa kupokea, kuongoza tofauti zetu ziweze kusonga mbele. Sio kuua tofauti zetu. Asante sana Baba Askofu. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese. Mimi naomba nitie nanga mahali hapa na tutaendelea kuzungumza na Baba Askofu kadiri tutakavyokuwa tunajaliwa nafasi ya kukutana naye, ama hata kwa njia nyingine ambazo zitatuwezesha sisi kupata maoni yake kuhusiana na mambo mengi na masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika nchi hii. Baba Askofu, mimi ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kutukubalia kurudi kwako tena kujifunza, kwa sababu wewe ni darasa kwetu na ni darasa kwa watu wengi ambao wako huko nje wanaotufuatilia. Asante sana na tukutakie majukumu mema, na umetuambia tuamue wenyewe kama tunatiki au tunabaki nyumbani. Mna uhuru, sitaki mnitumie mimi kama reference. Sitaki kumzuia mtu kutiki. Sitaki kumruhusu mtu kumshinikiza mtu kutiki. Sitaki kumwambia mtu nenda kakae nyumbani. Amuulize Mungu wake. Kwangu uchaguzi ni swala la kiroho. Narudia na namalizia hapo. Asante sana. Asante sana Baba Askofu. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nikushukuru sana na nikutakia wakati mzuri wewe ambaye umetufuatilia kutoka pande zote 4 za dunia. Asante na kwa heri kwa sasa. Unatazama kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.